Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa majina ninaitwa Zawadi Kibona. Ni mratibu wa sifa na muziki kwenye mission yetu ya Tukuyu ndani ya kanisa la FPST. Na vile vile katika tawi la Tukuyu mimi pia ni mwenyekiti wa idara hii. Awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa wiki nzima ambayo tumekuwa nalo la idara ya kitaifa tangu siku ya Jumatatu tarehe 13 mpaka leo siku ya Jumapili ya tarehe 19 tukiwa tumehitimisha wiki letu la idara ya kitaifa. Kiujumla tunamshukuru Mungu kwa mambo mengi ambayo tumeendelea nayo kujifunza kama waimbaji, tukiwa tunafahamu kabisa idara ya uimbaji na sifa ni idara muhimu sana na nyeti katika kanisa. Na tumejifunza mambo mengi kwa kweli. Siku ya Jumatatu tulianza na semina ya idara, tukawa tunajifunza mambo yafuatayo. Tulikuwa na somo linalosema sifa za mwimbaji wa nyimbo za kumsifu Mungu. Mwalimu wa semina hii ni mimi mwenyewe kama mratibu niliyekuwa nikiendesha. Yako mambo mengi mbalimbali ambayo anapaswa kuwa nayo mwimbaji wa nyimbo za kumsifu na kumtukuza Mungu. Namba moja, tulijifunza kwamba anatakiwa kuwa na mahusiano binafsi yaliyo sahihi na Yesu, kwa maana awe amemwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Lakini liko jambo la pili ambalo tulijifunza kwamba huyu mtu ambaye anamwimbia Mungu anatakiwa pia awe na kipaji cha kuimba ama kusifu. Kwa nini awe ni kipaji? Kwa sababu kipaji ni Mungu mwenyewe anaachilia ndani ya mtu. Sambamba na hilo pia watatu tukasema ni lazima awe na sifa ya kuteuliwa, kwa sababu huduma ya uimbaji ni huduma ambayo imeteuliwa na Mungu tangu Agano la Kale. Ukiangalia na kundi la watoto Asafu walitengwa maalum kwa ajili ya uimbaji. Biblia inasema wao walikuwa wakihudumia kanisa kwa njia ya kuimba na kusifu, na walitengwa maalum, walikuwa wafanye kazi nyingine yeyote. Hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo tumejifunza. Yako mambo mengi, lakini pia tukasema mwimbaji ni lazima awe mwimbaji, awe msomaji wa neno la Mungu. Kwa nini asome neno la Mungu? Kwa sababu Biblia inasema neno la Mungu ndiye Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mwimbaji akijua neno, maana yake ni kwamba amemjua Mungu, na akimjua Mungu atamsifu vile inavyostahili kwa kuwa tu amemjua. Of course yako mambo mengi ambayo tumejifunza, lakini machache katika hayo ni hayo. Lakini leo tumehitimisha wiki letu. Tunamshukuru Mungu sana 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 ndani ya kanisa letu la FPST, na tumekuwa na ujumbe mzuri sana kupitia mtumishi wa Mungu Isaac ambalo amenifundisha mahali hapa, na kanisa zima tukiwa tumesikiliza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Cha mwisho niseme ninawapongeza waimbaji kwa jinsi ambavyo wameshiriki katika wiki lao na kwa jinsi ambavyo wamejitolea muda wao kumtumikia Mungu katika wiki hili la idara. Wametii mamlaka ambayo iko kupitia uongozi wao wa idara kitaifa, jimbo pamoja na mission, lakini wamemtii Mungu kwa kuwepo siku zote kuhudhuria mafunzo ya idara. Asante sana. Na kabla haujamaliza hapo, umekuwa mkufunzi kwa wiki nzima hili katika kanisa la mahali hapa Tukuyu mjini, kwenye wiki la sifa na muziki. Unahisi kwa sasa hivi ama kwa nyakati tulizonazo, waimbaji haswa wanakwama sehemu gani? Sehemu gani kuna mapungufu ambapo ni muhimu sana waimbaji wafanye maboresho ya haraka sana ili kuweza kurejesha ule uimbaji wa roho na kweli? Ningependa utushirikishe hilo pia nalo ili tuweze kulifahamu. Amen. Nashukuru ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Lakini nafikiri umeuliza ni changamoto gani ambazo zinafanya waimbaji washindwe kufikia ule uimbaji wa ufanisi, hususan kwa nyakati hizi. Maana tumeona wengi wanafanya kimazoea sana, wengine wanafanya tu kama uimbaji wa injili wanachukulia kama tu ni kibiashara zaidi. Hususan ninazungumzia wale ambao wanamiliki lebo zao, wanamiliki brandi zao. Una nini la kuambia? Na hili nimekuelewa vizuri ndugu mtangazaji. Kitu kimoja ambacho kimesababisha
waimbaji wasiimbe kwa jinsi vile inavyostahili kumwimbia Mungu ni kwamba katika uimbaji Roho wa Mungu ameondoka kwenye kuimba kwao. Wameingiza mazoea na tayari hawajajitambua kama kuimba ni huduma ambayo Mungu ameweka ndani yao, ila wao wameshaona kabisa kama uimbaji ni sanaa. Nataka niseme kwamba uimbaji wa nyimbo za kumsifu Mungu sio sanaa, ila ni huduma ambayo Mungu huachilia ndani yao. Sasa kwa nini wanaimba vile ambavyo tunawaona kama ambavyo tunawaona? Ni kwa sababu hawajatambua kabisa kwamba huduma hii ni ya Mungu mwenyewe. Yaani mwanzilishi wa huduma ya uimbaji ni Mungu mwenyewe. Ndio maana unawakuta wengi wanaimba tu ili mradi aimbe. Mwingine anaimba tu ili apate kipato, lakini hayuko kumwimbia Mungu ili kumtukuza na kumsifu. Anaimba kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. Na nafikiri ndicho kitu kikubwa. Lakini pia waimbaji wengi, uimbaji wao umekuwa wa hovyo kwa sababu pia hawasomi neno, hawaombi. Nimesema maombi pia huwa yanatusogeza karibu na uwepo wa Mungu. Maombi yanatufanya tuwe na mahusiano yaliyo sahihi na Mungu, kwa sababu inajua mtu yeyote anayekuwa mwombaji ni msiri wa Mungu, anakuwa na ukaribu sana na Mungu mtu, na Mungu huwa anakuwa anamtumia. Kwa hiyo mambo kama haya yanasababisha huduma zetu za uimbaji zikapoteza ladha na watu wakawa wanatuona kama tu ni waimbaji au wasanii tu wa kawaida wa kuchekesha na wengine. Lakini nataka nisisitize kwa waimbaji kwamba ni lazima waimbaji wajue kwamba uimbaji ni huduma ambayo Mungu ameweka ndani yao. Na ninawashauri waimbaji, si tu wa FPCT, lakini waimbaji wa makanisa yote ambao wanamwimbia Mungu, watambue huduma walionayo ni huduma ya kimungu kabisa. Wapendwa wa Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elida Nasibu Shanga. Natokea kanisa la FPCT Makandana. Nilichojifunza kwa wiki hili katika wiki la sifa na muziki, jambo la kwanza nimejifunza sifa ya muimbaji. Mtu yoyote anayetaka kuimba, anayetaka kujifunza kuimba, sifa yake mojawapo huyo mtu awe muimbaji anayejua sauti yake. Lakini pia huyo muimbaji awe anajitambua nafasi yake, kwa sababu muimbaji ana nafasi kubwa sana katika kanisa. Muimbaji ndiye ambaye anatakiwa ahakikishe kanisa liko sawa. Kanisa, yani yeye ni nabii mojawapo. Yeye inatakiwa ajue, atoe unabii katika kwaya, katika kanisa, ajue kanisa linaendaje, ajue kanisa liko kwenye hali gani, ajue kanisa linapitia hali gani. Muimbaji ni kama nabii ambaye anaiwakilisha kanisa. Ina maana muimbaji asipokuwa sawa, kanisa kiujumla halijawa sawa. Kwa hiyo sifa ya muimbaji mojawapo inatakiwa muimbaji ajitambue nafasi yake. Lakini la pili, muimbaji inatakiwa ajitahidi sana kuwa msafi na mwenye muonekano mzuri kwa kanisa. Sio muimbaji anavaa mavazi ambayo ni mavazi ya aibu mbele ya kanisa, lakini pia huyo muimbaji anavaa nguo ambazo ni aibu hata kwa kanisa. Wakati mwingine awe na mtazamo mzuri kwenye kanisa na kwenye jamii inayomzunguka. Lakini pia huyo muimbaji awe na sifa, tabia nzuri kwenye kanisa na pia nje ya kanisa, kwa sababu muimbaji analiwakilisha kanisa. Pale ambapo muimbaji atafanya uchafu wa aina yoyote, atafanya dhambi yoyote, hapo atakuwa analiaibisha kanisa. Kanisa halitakaa katika usawa, kwa sababu atalichafua kanisa kiujumla. Muimbaji inatakiwa ajitambue, awe safi wakati wowote, awe anajitakasa, ni mtu wa kujitakasa, na awe mtu wa kuwa karibu sana na Mungu. Wakati wote awe anajitakasa na kuwa safi, ili huduma yake iendelee kukua. Lakini pia awe ni mtu wa kujiungamanisha na madhabahu. Huyu muimbaji inatakiwa ajiungamanishe na madhabahu. Kwa namna gani ajiungamanishe? Huyu muimbaji inatakiwa awe karibu sana na mchungaji, kujua mchungaji yukoje, inafanyaje, anaishije, anafanyaje. Huyu ni kazi ya muimbaji, kujiungamanisha na madhabahu. Lakini pia kumshirikisha kila jambo ambalo linatokea katika uimbaji, kushirikisha mambo mengi sana. Kwa mfano, labda kuna jambo ambalo wewe muimbaji umeliona, ni vizuri sana kushirikiana na mchungaji. Mchungaji ndio atakupa mwongozo kwamba muimbaji unatakiwa uende hivi, kwa sababu ni sababu ya kujiunganisha pia na madhabahu. Lakini muimbaji asiwe mtu wa kujisifu
kwa sababu hata Biblia imesema atakaye ajikwezaye atashushwa. Kwa hiyo usijikweze kwenye ile huduma ambayo Mungu amekupa. Jitambue huduma hiyo unamtumikia nani. Wewe mwimbaji, ujue kabisa kwamba mimi ninamtumikia Mungu. Jijue, jitambue nafasi yako kama mwimbaji. Usiwe mtu wa kulazimishwa kila wakati. Tambua huduma yako kwamba hiyo huduma aliyoiweka ni Mungu na wala si mwanadamu. Lakini pia tumejifunza kuhusu vipawa. Kuna vipawa ambavyo Mungu anatoa kwa mtu, ambacho mtu anazaliwa nacho, ambacho hata mtu mwingine hawezi akakifuata hicho kipawa. Kipawa hicho yani kwa mfano, mimi nimezaliwa ni mwimbaji. Unaona? Huduma ile ambayo ninayo, jinsi ninavyoendelea kuikuza na kuifanyia zoezi mara kwa mara, ndivyo ambavyo Mungu anaendelea kunitumia. Lakini vitu vingi hivi ni vitu ambavyo wamepewa watu wachache. Watu wamepewa huduma hizi za uimbaji, lakini watu wamekaa hawazifanyii kazi. Jitambue wewe kama mwimbaji, tambua nafasi yako kwamba mimi Mungu amenipa huduma hii ili nimtumikie. Sio huduma ya kujisifu na kuanza kwa nani wengine. Mtu usio unajiona sana kwamba bila mimi ile kwaya haiwezi kufanikiwa, bila mimi kwaya ile haiwezi kufanya chochote. Usiwe mtu wa kujiinua sana. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza. Ni hayo machache ambayo nimejifunza, lakini kuna mambo mengi sana ambayo tumejifunza pia. Mungu awabariki. Karibuni sana katika kanisa la FPCT Makandana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Isaka B. Oden. Natokea katika kanisa la Free Pentecost Church of Tanzania Makandana. Kiujumla napenda kuwashukuru watu wote ambao mnashirikiana nasi kupitia redio yetu ya Rungu FM Radio. Na siku ya leo ninayo ripoti fupi kutokana na kile tulichoweza kujifunza katikati ya wiki yetu nzuri la huduma ya sifa na muziki kitaifa. Huduma hii imekuwa ni njema sana na yenye baraka kwenye maisha yetu. Tumemwona Mungu akitufundisha tukiwa tulipoanza ile siku ya Jumatatu na mpaka kuhitimisha siku yetu ya leo ya Jumapili. Tumemwona Mungu akitusaidia sana kwa sababu tulikuwa tuna ujumbe ambao tumetembea nao wiki nzima ambao ulikuwa unahusiana na sifa za mwimbaji ambaye anapaswa kumsifu Mungu. Somo hili limekuwa ni somo pendwa, somo zuri sana ili kuendelea kusimama katikati ya huduma hii aliyotupa Mungu. Maana huduma ya uimbaji ni Mungu aliyetupa. Kutokana na huduma hii nitazungumza machache ambayo yalikuwa yako ndani ya hayo tuliweza kujifunza. Jambo la kwanza, kwa mwimbaji unapaswa kuwa na mahusiano bora na Mungu. Unapokuwa na mahusiano bora na Mungu, huduma yako inakuwa ni nzuri kwa sababu katika ulimwengu wa roho Mungu anaendelea kuboresha na kukufundisha zaidi ya uwezo wa kawaida. Lakini pia huduma yako moja kwa moja inakuwa inamilikiwa na Mungu. Unapoendelea katika hali kama hiyo, basi utukufu wa Mungu unakuwa pamoja na wewe siku zote za huduma na unapokuwa hapa duniani. Lakini jambo la pili, Mungu ameweka kipaji ndani ya mtu. Kipaji hiki mtu anazaliwa nacho. Anapokuwa amezaliwa nacho, muhimu sana akitumie vile inavyotakiwa, kwa sababu Mungu anakuwa ameweka ili kiwe ni msaada kwa watu wengine na watu hao wapate kumuona Mungu kupitia kipaji hicho. Na kipaji hicho hakiwezi kulingana na mtu yeyote kwa sababu Mungu ndiye ambaye anakuwa ameweka ndani ya mtu na kipaji hicho hakuna awezaye kuiga. Nataka nikwambia kwamba ni utukufu wa Mungu tu awezaye kukupa zawadi hii. Hebu ishikilie na Mungu yupo pamoja na wewe katikati yako. Wewe mwimbaji, endelea kuimba katika hali kama hiyo kwa sababu Mungu amekupa ili watu na mataifa wapate kuokolewa kupitia wewe. Lakini tulikuwa tuna hoja ya tatu ya msingi sana kwamba mwimbaji anapaswa ajazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo zinazoweza kuifanya huduma hii iendelee kuwa bora, huduma hii iendelee kusimama, huduma hii iendelee kuwa na mvuto kwa watu wengine wanaosikia habari hii. Hivyo napenda kuwakumbusha waimbaji, tusiimbe tu ili mradi. Usiimbe tu kwamba mistari na kuja freestyle na jipanga vizuri kwenye kichwa chako, bali unapaswa uimbe katika utukufu wa Mungu ukimwona Roho Mtakatifu akiwa pamoja na wewe. Naamini unanielewa pale pale ulipo. Usifanye maigizo kwa sababu uimbaji Mungu ametupa, hii ni huduma ambayo inahesabika mbele zake. Lakini jambo langu la mwisho napenda niwakumbushe kwamba
kwamba katikati ya huduma yote unayotaka kutembea nayo lazima uwe na maombi. Huduma hii inahitaji sana maombi ili kuepuka roho za adui ambazo zinakamata vijana wengi, hasa katikati ya nyakati hizi za leo. Maana watu wengi wameibuka wanaimba, lakini wanapoimba uimbaji wao wanatumia nguvu za kawaida, wanatumia nguvu za kujifunza katika dunia. Leo nikukumbushe kwamba yuko Mungu awezaye kukusaidia katikati ya huduma yako, na huduma yako kafanya vizuri kwa ajili ya utukufu wake. Tunafanya huduma hii kwa ajili ya utukufu wa Mungu, wala sio kwa ajili ya utukufu wa mwanadamu. Hivyo na kushirikisha, endelea kushiriki nasi kutoka katika redio yetu ya Rungu FM Radio. Tu pamoja na wewe. Mungu awabariki sana. Ninaitwa Salome Mkinga Mwakapala, nikitokea kanisa la FPCT Tukuyu lipo Makandana. Kama mimi mwimbaji katika wiki hili la sifa na muziki, nilichojifunza, nimejifunza niwe na hekima, niwe ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mwenye kujiungamanisha na madhabahu, mwimbaji huyo.